Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Yeye kupitia mwanawe Yesu Kristo amekwisha kulitatua tatizo la shetani. Shetani siyo tatizo tena kama ilivyokuwa mwanzoni. Na sasa jukumu lililobaki ni jukumu lako wewe kutatua tatizo lingine lililobaki, ambalo ni swala la mwili. Mwili wako unahitaji uwekwe katika udhibiti ili kuweza kukuruhusu wewe kutembea katika mpango wa Mungu ambao ameandaa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza, tutasoma: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba kumbe jukumu la kutoa miili ni jukumu letu sisi. Sasa ili tuweke uelewa mzuri kuhusiana na jambo hili, chukuliana na mimi katika maelezo haya. Binadamu, kwa ninavyofahamu mimi, kulingana na kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23, sisi ni roho na tunakaa ndani ya miili na tuna utashi. Roho ndiyo inayotumika kuwasiliana na Mungu, kwa sababu roho imeumbwa kwa sura na mfano wake. Mwili ndio unaotumika kutupa haki ya kukaa hapa duniani. Tukipoteza miili hatuna haki ya kukaa hapa duniani. Lakini utashi ndio unaobeba tabia, unabeba elimu, inabeba kuhusu maamuzi na vitu vingine kama hivyo ambavyo vinahusu kufikiria ndani yake. Kwa hiyo sisi ni roho tunaokaa ndani ya mwili na tuna utashi. Na kwa sababu sisi ni roho, sisi kama roho ndio tunasimamia, tuko in control, tunaendesha miili kwa namna inavyotakiwa kuwa. Sasa kwa watu ambao hawajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wale watu roho zao zimekufa bado. Kwa hiyo miili yao na utashi ndio vinafanya maamuzi ambao mara nyingi vinawapeleka katika maamuzi yasiyokuwa sahihi. Lakini kwa sisi tuliompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tupo hai kiroho. Na kwa sababu tupo hai kiroho, ina maana tuna uwezo wa kuisimamia miili yetu katika namna tunayotaka. Ndiyo maana maandiko yanasema itoeni miili yenu. Ina maana tunahesabiwa sisi sasa kama roho, tunatakiwa tuikabidhi miili yetu katika mwongozo wa neno la Mungu. Kwa kawaida mwili umeumbwa kufuata tamaa, tamaduni na mambo ambayo dunia inapenda. Mwili unafurahishwa na mambo ya kidunia, lakini roho inafurahishwa na mambo ya kimungu. Kwa hiyo sisi kama watu wa rohoni ni lazima tuhakikishe tunaiongoza miili yetu katika namna iliyokuwa sahihi. Kama tukiruhusu miili yetu ifanye vile inavyotaka, mara nyingi tutajiingiza katika matatizo. Mara nyingi tutajiingiza katika mazingira ambayo ni magumu sisi kuweza kutoka ndani yake. Kwa kawaida unapokosana na mtu, umegombana na mtu, mwili una tabia ya kutaka kulipiza kisasi, kutaka kumwonyesha mtu ya kwamba nimeumia kiasi gani. Lakini roho ina maelekezo tofauti. Roho ina maelekezo ya kuhusu samehe, mwachie Mungu ashughulikie kisasi hiko. Maana hata hivyo neno la Mungu linasema kisasi ni juu ya Bwana. Kwa hiyo utaona hao wawili wana utofauti katika utendaji kazi. Roho ina utofauti ya utendaji kazi na mwili. Vitu hivi viwili viko mahala pamoja, vinamtengeneza mwanadamu, lakini ni vitu viwili ambavyo siku zote vipo katika ugomvi, havikubaliani, havielewani, havitopatana. Kwa hiyo ndugu mpendwa, usikubali mwili wako ukufanyie maamuzi, maadamu unauruhusu mwili wako ukufanyie maamuzi kwa kuamua kufuata mapenzi ya mwili, kufanya tabia za kimwili kwa jinsi ambavyo unaona inafurahisha tu mwili, pasipo kuangalia Roho Mtakatifu anasemaje na roho yako. Mara nyingi utajiweka katika mazingira magumu, mazingira ambayo sio ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo amua leo, amua sasa ya kwamba mimi nitafuata mwongozo wa Roho Mtakatifu, nitafuata mwongozo wa neno la Mungu kuliko kufuata mwongozo wa namna mwili wako unavyotaka. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.